Usipoyajua haya utaomba sana 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 na bado hautajibiwa sala yako. Naomba ubaki nami mpaka mwisho wa video hii ili nikufundishe namna ya kusali ili maombi yako yapate kibali mbele ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, leo tafakari inahusu sala. Sala ni mazungumzo kati ya moyo wa mwanadamu unaoinuliwa na uzungumza na Mwenyezi Mungu ili kuweza kuwasiliana naye, kujenga mahusiano, lakini pia kujibiwa maombi na mahitaji yetu. Ndugu zangu wapendwa, mitume walimuuliza Yesu awafundishe namna ya kusali. Kisoma ile Injili ya Luka sura ya 11 aya ya kwanza, mitume wanamuuliza kama Yohane alivyowafundisha mitume wake au wanafunzi wake namna ya kusali, nasi tufundishe kusali. Lakini katika Injili ya Mathayo ile sura ya 7 aya ya 9 hadi ya 15, Bwana Yesu anapohitimisha ile hotuba ya mlimani, anawafundisha na kuelekeza namna nzuri ya kusali. Ndugu zangu, wapo watu katika maandiko matakatifu ambao walisali vizuri. Ukitazama kitabu cha Sira sura ya 48 aya ya kwanza hadi ile aya ya 14, tunaona Sira anamzungumzia nabii Elia ambaye ni nabii mkuu katika Israeli. Alifanya maajabu, sala zake zilisikilizwa na Mwenyezi Mungu. Na kwa namna pekee Sira anasema kwa kinywa cha nabii Elia aliweza kuzifunga mbingu zisinyeshe mvua, na wakati mwingine akaomba tena mvua zikanyesha. Na hata wakati mwingine Elia aliweza kufanya miujiza ya kufufua wafu. Aliweza kufanya muujiza wa kushusha moto. Alikuwa ni nabii jasiri ambaye aliweza kumkabili mfalme bila hofu yoyote, akimtegemea Mwenyezi Mungu ambaye alimsikiliza kila wakati. Ndugu zangu, huo ni mfano mmoja wapo. Mwingine ni Bwana Yesu. Yesu alipanda mlimani kusali usiku kucha kila wakati. Na hata wakati mwingine tunaona Yesu anafanya miujiza mikubwa baada ya kusali, kuongea na Baba yake wa mbinguni. Lakini sisi lazima tujifunze namna hiyo ya kusali ambayo ilimfanya Elia asikilizwe na Mwenyezi Mungu, na ilifanya sala ya Yesu ina nguvu kiasi kwamba hata mitume na wafuasi wakadiriki kumuomba awafundishe namna nzuri zaidi ya kusali. Ndugu yangu, Yesu katika Injili anafundisha sala ya Baba yetu, na tunayapata hayo katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya 9 hadi 15. Lakini hata ile Injili ya Luka sura ya 11 aya 1. Lakini leo naomba tujikite katika hii Injili ya Mathayo. Bwana Yesu anafundisha sala ambayo ni ufupisho wa maombi yote ambayo mwanadamu anaweza kuyaomba kwa Mwenyezi Mungu. Na hili ni wazo la Mtakatifu Agustini kwamba katika sala Baba yetu tunajifunza kwamba maombi yote ya binadamu, shauku yote ya mwanadamu na pengine matamanio ya Mungu tunaposali, basi yanaonekana katika hii sala ya Baba yetu. Ndugu zangu, sala inasema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Katika sala hii yako maombi 7, lakini hebu tuichambue. Tunavyosema Baba yetu uliye mbinguni, tafsiri yake ni nini? Ndugu zangu, tunaelewa dhana ya baba. Sisi kama binadamu tuna baba ambao wanashirikiana na mama kwa ajili ya kutuleta ulimwenguni. Baba anatuleta duniani kwa kuchangia uhai wako ili uweze kuja duniani. Lakini baba baada ya kuzaliwa anahakikisha matunzo na makuzi yako. Mtu anakuwa baba kutokana na kwamba anawajibika kukulea, kulisha, kutunza, kukuza ili uweze kuwa mtu. Lakini baba pia ni mlinzi wa familia yake. Lakini katika tafsiri hii bado dhana ya ubaba wa Mungu ni kubwa zaidi. Kwa maana yeye ndiye aliumba vitu vyote, ameumba ulimwengu wote. Ndiye chanzo cha uhai wote. Ndiye chanzo cha huyu baba wa kidunia. Ndiye chanzo cha mama wa kidunia. Kwa hiyo yeye ana sustain au ndiye anayedumisha uhai wa viumbe vyote duniani. Analinda, anatunza kila siku. Kwa hiyo tunza yake ya kibaba inaonekana katika maisha yetu, tuwe tunajua au hatujui, tuwe tunataka au hatutaki. Ndugu zangu, tunaposema baba yetu, kwa nini iwe ni baba yetu? Kwa nini siwe ni baba yangu?
Yesu anatufundisha kwamba tunaposali tuseme Baba yetu. Kwa maana ya kwamba sala haipasi kuwa ni kitu cha binafsi. Ni watoto wa Mungu, ni familia ya Mungu ambayo inatambua kwamba Mungu ni baba yao. Na kwa kweli sala inapaswa kutuunganisha sisi na Mungu, lakini iwe ni sababu ya baraka kwa wengine. Tunaposali basi sala yetu imtukuze Mungu, lakini pia iwabariki wengine. Sio ni kwa ajili ya nia zetu za kibinafsi. Ndio sababu tunasema Baba yetu. Sasa ombi la kwanza katika sala Baba yetu tunasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Nini maana ya kusema hivyo, jina lako litukuzwe? Ndugu zangu, tafsiri yake ni kwamba tunataka kulielewa na kulitafakari jina la Mungu, kwamba Mungu ni mtakatifu. Mungu hachangamani na miungu. Mungu anapaswa kushika nafasi ya kwanza. Mungu ni wa thamani kuliko vitu vingine vyote ambavyo tunavifanya. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anachukua sehemu ya kwanza, anachukua nafasi ya kwanza. Ndio sababu wana wa Israeli wakimtambua Mungu kuwa ni baba yao, basi walihakikisha kwamba kule walikokuwa, na Mungu ndivyo alivyoelekeza, kwamba hawachangamani na watu wanaoabudu miungu, na kwa kufanya ibada kwa miungu ilikuwa ni kejeli na kumdharau Mungu wao, Mungu wa kweli, Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Yesu anavyotufundisha kwamba tuseme jina lako litukuzwe, basi sala yetu na maombi yetu kwanza yamtukuze Mungu wa mbinguni. Na mtu mwenyewe lazima ajiweke katika mazingira ya kwamba lazima mtu athamini utukufu wa Mungu kuliko utukufu wake binafsi. Na hivi wapo watu wengine pengine huwa wanasali kwa ajili ya kujitukuza wao wenyewe. Pengine mtu anasali, Mungu naomba nisaidie nipate fedha nijenge ghorofa. Lakini nia yako ya kujenga ile ghorofa ni kwa ajili ya kujitukuza wewe mwenyewe mbele ya watu, au ni kwa ajili ya kumuinua Mungu? Kama nia yako itakuwa ni njema kwa ajili ya kumtukuza Mungu, basi pengine sala yako ikawa ina maana na mashiko mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini ombi la pili linasema kwamba sala ya Baba yetu inasema kwamba ufalme wako ufike. Ufalme wako ufike. Nini maana ya ufalme? Ufalme maana yake ni enzi, utawala, mamlaka, nguvu, heshima, milki. Lakini pia tunazungumza habari ya utaratibu au sheria au maongozi ambayo Mungu ameyaweka katika ulimwengu aliouumba, mbinguni na duniani, kwa ajili ya kudumisha umoja, haki, amani, ustawi wa viumbe vyake. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya ufalme wa Mungu, ni uwepo wa Mungu katika kila kona ya maisha yetu, kila kona ya uumbaji wake. Ndugu zangu, tunapozungumza habari ya ufalme huu, ndio ule ufalme ambao kwa kweli Bwana Yesu alipoanza utume wake alisema ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo jambo la pili ambalo tunaliomba ni hilo, kwamba ufalme huu wa Mungu, matakwa ya Mungu pamoja na ile nguvu ya Mungu, mamlaka na enzi, iingie na ipenye katika kila kona ya maisha yetu, na kwa namna pekee katika kila kiumbe kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu. Ombi la tatu ambalo linatajwa pale ni kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe duniani kama mbinguni. Utakalo lifanyike mbinguni na duniani. Lazima sala yetu pia ilenge kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanatekelezwa katika maisha yetu. Mungu ambacho anakinuia kiweze kutendeka katika maisha yetu, na sio kumlazimisha Mungu atekeleze mahitaji yetu au matamanio yetu au hisia zetu. Pale ambapo tutagundua kwamba hisia zetu lazima zipatane na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi sala yetu inakuwa ni sala yenye nguvu na sala yenye mashiko ambayo inaweza kujibiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa tunaomba tu kwa matamanio yetu, hata wakati mwingine maombi yanaweza kawa ni mabaya. Wakati mwingine mtu anaweza kaomba kitu ambacho kwa kweli cha kumuumiza mtu mwingine, na Mwenyezi Mungu anawapenda watu wote. Unaweza kawa umesali sala ya kumwombea adui yako afe, lakini Mwenyezi Mungu anapomtazama adui yako tofauti na unavyomtazama. Ndio sababu pia katika sala yetu ni lazima iwe ni sala ambayo inapatana na matakwa ya Mungu. Tunavyosali lazima tutafakari pia maandiko matakatifu, kwamba nia yangu hii inaendana na tabia ya Mungu katika maandiko matakatifu. Ndugu zangu wapendwa, ombi jingine la 4 ambalo kwa kweli haya mengine matatu yanamhusu Mungu, na haya mengine yanayofuata, maana nimewaambia yako maombi 7, basi haya mengine yanayofuata yanamhusu mwanadamu. Hilo linakuja sasa lile ombi la binadamu, kwamba utupe leo mkate wetu wa kila siku.
utupe leo mkate wetu wa kila siku. Mkate unaoongelewa hapa sio mkate wa kawaida ndugu zangu. Ndio sababu unafananishwa na ule mkate ambao Waisraeli walipewa walipokuwa kule jangwani. Jangwani kule hakukuwa na mashamba ya kulima, lakini Mungu aliwapa chakula na akawaambia kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Na kile chakula kiliitwa mana. Walikiangalia, vilikuwa ni vijitu vidogo vidogo vilivyoanguka kama umande, na wakaenda wakakusanya. Walikuwa hawaelewi ni kitu gani. Wakasema hiki ni kitu gani? Na basi wakapata hilo jina mana. Na Mungu akawaambia wakusanye tu kile kinachowatosha kwa ajili ya siku husika. Wasikusanye na ziada, pengine cha wiki, cha mwezi, kwa sababu wakifanya hivyo kinaharibika. Na kweli walivyofanya hivyo wengine kiliharibika. Na kama lazimisha kula basi walikufa. Wafundisha kwamba kwa kweli Mungu atawalisha kila siku ya maisha yao. Nini maana yake hii? Tunavyoomba mkate wa kila siku ni katika kumtegemea Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye sababu ya uzima wetu wa kila siku. Hata kama tunafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza uhai au kuleta uhai katika matumbo yetu na katika miili yetu, basi tujue Mungu ndiye sababu ya yote. Unapokwenda kufanya kazi kwa ajili ya kupata kipato cha kulisha familia yako au kujilisha wewe, basi jua kwamba ni Mungu anayekutegemeza wala sio nguvu zako wewe mwenyewe. Ndivyo alivyofanya kwa Waisraeli kule jangwani. Hakuwa na mashamba, lakini Mungu aliwapa mkate kutoka mbinguni. Lakini kubwa zaidi ni kutamani kupata ule uzima wa milele, kupata ule mkate wa uzima wa milele ambao kwetu sisi wa Kristo wa Katoliki tunaita Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ndio chemchemi ya uzima wa roho zetu, hata baada ya kufa endelea kuishi. Ndugu zangu, ombi la tano ambao tunaliona katika haya maandiko matakatifu kadiri ya sala ya Yesu, anasema baada ya kusema utupe leo mkate wetu wa kila siku, anasema utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Kwa hiyo sala zetu lazima pia ziambatane na mahusiano yetu sisi kwa sisi. Lazima ziambatane na toba, msamaha. Kwamba lazima tuwe na mahusiano mazuri na Mungu. Lazima tuwe na mahusiano sisi kwa sisi mazuri ili Mungu aweze kupokea sala yetu. Mara nyingi kizuizi kikubwa cha sala zetu ni kutokuwa na msamaha. Kutokuwa na msamaha. Msamaha ni jiwe, ni ukuta ambao unazuia mtandao kati yetu na Mungu usiwe mzuri. Mtandao kati yetu na wenzetu usio mzuri. Kwa hiyo tunapokosa kuwa na msamaha, basi tujue tumeweka kizuizi kikubwa katika sala yetu. Lazima tuwe watu wa msamaha. Na msamaha hapa unapoongelewa ni kama ile Injili ya Yesu alivyotoa ule mfano wa yule mtu ambaye alikuwa anadaiwa deni kubwa na bosi wake. Na alipodaiwa lile deni, baadaye akafutiwa lile deni. Lakini baadaye yule alikosa msamaha kwa mjoli wake, yule aliyesamehewa alikuwa anamdai kitu kadogo au pengine fedha kidogo tu, akashindwa kumsamehe. Akasahau kwamba naye alisamehewa na bwana wake. Na aliposhindwa kumsamehe, akaamuru yule bosi, akaamuru basi adhabu yake huyu, ndugu zake wauzwe, mke wake pamoja na watoto wake wauzwe, awekwe gerezani mpaka atakavyolipa ile deni yote. Lakini hili linatufundisha kwamba kwa kweli jinsi ambavyo Mungu anatusamehe, anatutumia pia na sisi kuwa vyombo vya msamaha kwa wengine. Anatutumia kuwa vyombo vya msamaha kwa wengine, sababu tayari tumeshapokea hiyo baraka ya msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapozungumza habari ya kujibiwa sala, lazima pia na sisi tuwe tayari kufungua hicho kikwazo, kuwasamehe wengine na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kila wakati inavyopasa kufanya hivi kutokana na dhambi ambazo tunazifanya. Lakini ndugu zangu, ombi jingine la sita ambao tunalipata katika hiyo sala ya Baba Yetu ni kwamba baada ya kusema utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyosamehe waliotukosea, ombi lingine nasema utuepushe na vishawishi. Utuepushe katika vishawishi. Utuepushe katika vishawishi. Vishawishi ndugu zangu si dhambi, lakini vishawishi vinampelekea mtu katika dhambi. Na kuna tofauti kati ya majaribio na vishawishi. Jaribio huwa linamfanya mtu ashinde mtihani, na baada ya kushinda mtihani basi aweze kuvuka ngazi fulani na kuingia katika level nyingine. Lakini kishawishi lengo lake ni kumwangusha mtu, kumrudisha chini kwenye mavumbi. Ndugu zangu, tunaposali tuombe pia ili kile ambacho tunakiomba shetani asije akakitumia kama kishawishi cha kutuangusha, kama kishawishi cha kututoa mbali na Mungu, kama kishawishi cha kutupotezea uzima ule wa milele, kupoteza mahusiano yetu na Mungu, kupoteza mahusiano yetu na wenzetu. Lakini ushawishi unaoongelewa hapa kwa kweli ni ushawishi ule wa shetani ambao unatuingiza katika
kuanguka na kukosa maisha ya milele. Ndugu zangu, katika maombi yetu pia ombi la mwisho ambalo tunapaswa kuliomba ni hilo, kwamba tunamuomba Mungu, tunamuomba Yesu atuopoe na yule mwovu, atuopoe maovuni. Maana ya kwamba shetani yupo anazunguka kama simba anayenguruma akitafuta mawindo, na kwa namna hiyo basi, kwa vile na yeye pia anatafuta wafuasi, wakati mwingine tuchukue tahadhari. Anaweza akaingia akajidai kwamba yeye ndo anatujibu maombi na akatupatia mahitaji ambayo kwa kweli kimsingi shetani hawezi kufanya hivyo. Huwa anafanya ni mdanganyifu siku zote. Lakini muovu huyo huja kama pengine nafsi za watu, huja wakati mwingine kupitia ushawishi wa vitu mbalimbali ambavyo vinatufanya tuanguke katika dhambi. Kwa hiyo tunavyoomba Yesu atuondolee huyo muovu, au Mwenyezi Mungu atuondoe mbali na mashambulizi na maoteo ya huyu mwovu, basi ni sala inakuwa iliyokamilika, kwa sababu inakuwa inamuelekea Mungu moja kwa moja, inamtukuza Mungu, inaondoa utawala wa shetani na inaingiza sasa huo utawala mpya, utawala wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sala yetu lazima izungukwe na ombi la kutaka kueneza huo utawala wa Mungu na kuondoa au kung'oa ule utawala wa yule mwovu. Ndugu zangu, hayo ndio mambo 7 ambayo ni ya kuzingatia kabla ya kwenda kusali sala yoyote. Na hii sala Baba Yetu kwa Wakristo wa Katoliki ni sala kubwa sana. Ni sala ambayo ni msingi wa sala nyingine zote. Na kama mtu anataka kujua kwamba sala yako umeitengeneza sala nzuri, basi lazima iwe ni sala inayopatana na yale maombi 7 ya Baba Yetu. Lakini pia ni lazima sala yako ipatane na maisha yako. Ndio sababu hii sala Baba Yetu kwa kweli inahusu maisha yetu. Namna tunavyoishi ndio inakuwa ni sala ambayo inamuelekea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sala sio maneno tu ya kupayuka. Sala inatoka ndani ya moyo wa mtu, inatoka katika matendo ambayo mtu anayashika, anaishi. Hii sala Baba Yetu katika kanisa Katoliki tunaichukulia kwa uzito na umuhimu wake, kwa sababu tunafundishwa kwamba hakuna mtu anaweza kumuita Mungu Baba mpaka apewe neema ya kuwa mwana. Neema ya kuwa mwana. Na ndio sababu katika ubatizo tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Kabla ya ubatizo bado hatujawa wana wa Mungu, ndugu zangu. Tunakuwa wana wa Mungu tu kwa kuumbwa, lakini ile kuinuliwa kuwa na hali ya umungu, basi na kuweza kumuita Mungu Baba, ukaingia kwenye familia yake na Mungu akaitika, naam mwanangu, basi ni baada ya sakramenti hii ya ubatizo. Kwa hiyo ndio sababu katika sakramenti ya ubatizo tunahitimisha kwa hiyo sala. Na hata katika sakramenti ya Ekaristi, na hata katika sakramenti ya kipaimara, zile sakramenti za awali, kwa kweli tunahitimisha kwa hiyo sala ya Baba Yetu kama msingi na hitimisho la sala nyingine zote, kwa maana Bwana mwenyewe ndiye aliyefundisha kuzisali. Lakini pia sala hii ya Baba Yetu inaanza kutupatia picha ya maisha yajayo ya uzima wa milele, na tunavyoingiza katika Ekaristi kwenye ibada ya komunyo, tafsiri yake ni kwamba tunamuomba Yesu atujalie neema ya kupata huo mkate, lakini kupata zaidi ule uzima wa milele ambao tumeandaliwa. Kwa ndugu zangu, hiyo ndio namna ambayo tunaweza tukasema kwamba ni nzuri zaidi kabla ya kupeleka maombi yetu kwa Mungu. Namna ya kusali vile ambavyo inavyotakiwa, na maombi yetu yatakate mbele za Mwenyezi Mungu, yasipatikane na kosa lolote, basi tuige mfano wa sala ya Yesu. Kwa hiyo wakati mwingine unapotamani kusali, kwanza angalia mahusiano yako na Mungu yamekaaje. Je, jiulize, sala yako inamtukuza Mungu? Je, sala yako ina nia ya kujitukuza wewe peke yako? Au pengine sala yako inaondoa utakatifu wako na utakatifu wa Mungu katika maisha ya dunia? Je, sala yako hiyo inalenga kutafuta uzima wa milele au kutafuta vitu vinavyopita tu hapa duniani? Je, sala yako hiyo umeisali ukiwa tayari umepatana na Mungu? Ukiwa tayari umepatana na wenzako? Sala yako iwe na nguvu kama sala ya Elia. Lazima iwe ni sala ambayo haitakupeleka katika majaribu au vishawishi vinavyokuingiza katika kuanguka. Lazima uombe Mungu akuepushe na vishawishi, akuepushe na yule mwovu. Mwisho ndugu zangu, napenda kukutakia wakati mwema. Napenda kukutakia wakati mwema, na kila unaposali maombi yako yasikataliwe, yaweze kujibiwa. Fuatilia hizi namna ambazo nimekufundisha, na nenda kasome maandiko ya matakatifu, jipatie tafakari ya kina zaidi. Wakati mwingine kila utakaposali sala Baba Yetu, usisali kwa haraka. Sali kwa tafakari. Sali kwa tafakari, ukitambua kwamba una namna nzuri ya kusali na maombi yako lazima yapatane na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kutakia wakati mwema. Je, unafikiri kwamba kuna tafsiri nyingine ya namna ya kusali
vizuri tofauti na hii ambayo Bwana Yesu amefundisha? Kama unaifahamu, naomba uache kwenye comment hapo chini. Tafadhali usiache kusubscribe, like na kushare katika Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea habari motomoto ambazo zitakujia siku za karibuni. Nikutakie wakati mwema. Bariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.